Hofu ya tanda, Israel na Iran waendelea kushambuliana. Jioni ya jana Jumapili, milipuko mipya ilisikika tena baada ya Israel kurushiwa makombora zaidi kutoka Iran. Mlipuko mkubwa umeripotiwa katika jiji la Haifa, ukanda wa pwani mwa Israel, saa chache tu baada ya maeneo ya makazi jijini Tehran kushambuliwa kwa makombora mengi mara kwa mara mchana kweupe. Hadi sasa hakujaripotiwa uharibifu mkubwa wa miundombinu ama vifo vya kiwango kikubwa kufuatia mashambulizi hayo ya mchana. Tukisalia hapo hapo, Rais wa Marekani Donald Trump amekataa mpango wa kuuawa kwa kiongozi wa Iran. Ofisa mmoja wa serikali ya Marekani ameiambia CNN kuwa Rais wa Marekani Donald Trump amekataa pendekezo kutoka Israel la kumwangamiza kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Hata hivyo, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu pamoja na msemaji wake wamekanusha taarifa hizo na kuzitaja kuwa za uongo na za kupotosha. Takriban watu 14 wamethibitishwa kufariki nchini Israel tangu machafuko hayo kuanza Ijumaa iliyopita. Akiwa ziarani katika eneo lililoshambuliwa na kuua watu 4, waziri mkuu Netanyahu ametoa tahadhari akisema, "Fikiri nini kingetokea kama Iran ingekuwa na silaha za nyuklia?" Mwisho wa kunukuu. Moja ya malengo ya operation ya Israel ni kuzuia Iran kutengeneza bomu la nyuklia. Tukisalia hapo hapo kwa Wairan wamekimbia mji, hofu yaendelea kutanda. Baadhi ya wakazi wa Tehran wameripotiwa kukimbia miji kuelekea maeneo ya vijijini kaskazini wakiufuata usalama zaidi. Wengine wameanza kuhifadhi mahitaji muhimu kwa wingi kutokana na hofu ya mashambulizi zaidi. Mfumo wa treni ya chini ya ardhi umewekwa wazi kwa saa 24 ili kuwapa watu hifadhi. Ingawa ripoti zisizo rasmi zinasema kuna idadi kubwa ya waliouawa, serikali ya Iran bado haijatoa takwimu rasmi. Na hii ni Kawabe Media, YouTube, Instagram, Facebook, Thread, X pamoja na TikTok. Tunapatikana @Kawabe Media.